Yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana siku ya leo ili kuweza kujadili uboreshaji wa zao letu la kahawa ili kuweza kuimarisha uchumi wa mikoa yetu mitatu kwa maana ya Rukwa, Mbeya na Songwe kupitia zao la kahawa. Kwanza nichukue fursa hii vile kuwakaribisha wageni wote waliotoka maeneo mbalimbali. Nasema karibuni sana Songwe. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kikao hiki chako, basi naomba nichukue fursa hii ili nikukaribishe uweze kufungua kikao hiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu sana. Muungano wa Tanzania. Kahawa, wadau wa sekta ya kahawa. Awali ya yote napenda kutumia fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuwepo hapa katika siku hii muhimu. Na washukuru kwa namna mlivyojitokeza kwa wingi kushiriki katika kikao hiki. Napenda kutumia nafasi hii kutoa pongezi za dhati kwa ofisi za wakuu wa mikoa wenzangu, kwa maana ya mkoa wa Rukwa na mkoa wa Mbeya, lakini ofisi za wakuu wa wilaya, taasisi mbalimbali za umma na za binafsi kwa ushiriki wenu katika kuendeleza sekta ya kahawa. Hongereni sana. Pili, napenda kutoa shukrani za dhati kwa bodi ya kahawa kwa mafanikio makubwa katika ubora na biashara kwenye mnyororo wa thamani wa zao la kahawa. Kipindi hiki ambacho nchi yetu inaelekea kwenye uchumi unaotegemea viwanda, hasa ikizingatiwa kwamba viwanda vyetu nchini hutegemea malighafi zitokanazo na mazao ya kilimo kwa kiasi kikubwa. Ndugu wadau wa sekta ya kahawa, katika kuhakikisha tija na uzalishaji unaongezeka, ni muhimu kuweka mpango wa uzalishaji miche bora, ukarabati wa CPU, ufufuaji wa mashamba ya kahawa, miundombinu ya umwagiliaji, elimu na mafunzo ya kilimo bora, pamoja na kuratibu upatikanaji wa takwimu za uzalishaji wa kahawa. Ndugu wadau wa sekta ya kahawa, katika kipindi cha mwaka 2023 hadi Aprili 25, serikali imefanya mambo yafuatayo kuongeza tija na uzalishaji wa kahawa kwa hekta. Mosi, ni serikali kupitia bodi ya kahawa, TAKRI na vitalu binafsi vilivyoingia mikataba na TCB au bodi ya kahawa pamoja na wadau wengine ikiwemo taasisi zisizo za kiserikali na halmashauri za wilaya, imezalisha miche 5,770,409 kwa ajili ya kuigawa kwa wakulima. Aidha, visima 10 vimechimbwa katika vijiji 10 wilayani Mbozi kwa maana ya Mbozi, Itumbi, Mbinzo, Igare, Insani, Ibembwa, Shaji, Itepula, Bara na Rumbila kwa ajili ya umwagiliaji wa mashamba ya kahawa ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mashamba darasa 11 yanaendelezwa na mengine 6 yameanzishwa katika halmashauri za Mbozi, Rungwe, Ileje na Mbeya vijijini ili kutoa elimu kuhusu masuala ya agronomia ya kahawa, mbinu za namna ya kuongeza uzalishaji na kuongeza pato katika kaya na jamii kwa ujumla. Mashamba 30 ya kahawa yakiwa na wastani wa ekari 1 kwa kila shamba yamefanyiwa tathmini ya kuingia kwenye mpango wa ufufuaji na ukarabati wa mashamba ya kahawa. Upatikanaji wa takwimu sahihi za uzalishaji, ambapo msimu wa uzalishaji wa mwaka 23-24 kilo milioni 17,169,809.10 sawa na tani 17,169.8 za kahawa ghafi parchment zilikusanywa. Na msimu wa uzalishaji wa 24-25 kilo milioni 20,070,162.60 sawa na tani 20,870.6 za kahawa ghafi zilikusanywa. Wakulima 344, kati yao wanaume 215
na wanawake 129 walipatiwa mafunzo ya ubora, masoko na mauzo ya kahawa. Mafunzo haya yalifanywa kwa kushirikiana na shirika binafsi la Cafe Africa Tanzania na Starbucks Tanzania katika wilaya za Mbeya, Mbozi, Rungwe na Ileje. Ndugu wadau wa sekta ya kahawa, uzalishaji wa zao la kahawa unakabiliwa na changamoto zifuatazo. Pamoja na haya ambayo serikali imefanya, changamoto zifuatazo ikiwemo tija ndogo kwa mti, kwa maana ya mti mmoja kuzalisha gramu 250 kati kwa mti badala ya kilo 3 hadi 5 kwa mti. Mabadiliko ya tabia nchi, wadudu, magonjwa ambayo yananyemelea zao hili kwenye maeneo mbalimbali, uhaba wa mbegu bora za kahawa unaopelekea kushindwa kukidhi mahitaji makubwa ya uzalishaji miche inayopelekwa kwa wakulima, matumizi duni ya CPU kwa baadhi ya AMCOS na mashamba makubwa, hivyo kuathiri ubora wa kahawa ambayo ingeuzwa kwa fedha nyingi za kigeni, ukosefu wa utunzaji wa kumbukumbu kwa wazalishaji ambao ni wakulima na wakusanyaji kwa maana ya AMCOS za kahawa, ushiriki mdogo wa wakulima kwenye maonesho ya ndani kitaifa na kikanda, hali inayosababisha wakulima wengi kukosa fursa nyingi zinazoweza kuleta mabadiliko makubwa katika kuendeleza na kuboresha mnyororo wa thamani wa sekta ya kahawa. Ndugu wadau wa sekta ya kahawa, malengo ya kimsingi katika kuendeleza zao la kahawa katika kanda ya Mbeya, ambayo ni muhimu sasa tuiite kanda ya nyanda za juu kusini, kwa sababu ndio mikoa hizi wilaya, pamoja na kwamba wenzetu wa Songea, Ruvuma na wao wanalima, lakini sisi kwa kuwa ni mikoa hii mitatu, basi tujiite basi nyanda za juu kusini. Kisema Mbeya wakati wa huko na Songwe natengeneza mazingira ya kumdogosha wengine na wengine kujiboa mwenyewe. Nadhani tumeita tu kanda hii ya mikoa. Alafu na uzalishaji sisi Songwe nafikiri ni wa pili au wa tatu kwenye nchi, wa pili. Basi hita basi hata mkoa wa katikati wa Songwe, Mbeya na mkoa katikati ni upi jamani? Kwa hiyo tuite kanda ya wapi? Ili watu wa bodi mmetusikia, tutategemea jina kubadilika kufanana na mazingira halisi. Wangapi wameunga mkono hilo? Ambao wamenigomea wanyoshe mkono. Wako neutral na waliounga mkono, walioshinda nani? Waliounga mkono. Sasa mwakani tukitunga jina lipya alafu mtakanyosha mkono mimi na yeye. Ndugu wadau wa sekta ya kahawa, malengo ya kimsingi ya kuendeleza zao la kahawa katika kanda hii ni kama ifuatavyo. Ongezeko la uzalishaji wa kahawa safi kwa mwaka kutoka wastani wa sasa wa tani 65,235 hadi angalau tani 300,000 kufikia mwaka 2025 kwa maana ya msimu huu tunaoendea. Kuongeza ubora wa kahawa utakaodhihirishwa na ongezeko la bei ya ziada kwenye masoko ya nje kutoka 35% ya jumla ya uzalishaji ya sasa hadi angalau 70% kufikia mwaka huu mwishoni. Kuongeza uzalishaji wa miche bora ya kahawa milioni 3 ambayo ni kinzani kwa magonjwa ya CBD na CLR kupitia kahawa aina ya compact ambayo inapandwa kwa njia ya mbegu badala ya mikono. Na mwisho, kuimarisha vyama vya msingi vya ushirika AMCOS pamoja na vyama vikuu vya ushirika ili wakulima waweze kuhudumiwa mikopo ya fedha pamoja na pembejeo za kilimo, huku AMCOS zikiendelea kubeba jukumu la dhati la uaminifu, lakini na kuwathamini wakulima, kwa sababu mkulima ndio anayotoa jasho kwenye hii process. Kama AMCOS watakaa kuwa daraja la kutothamini jitihada, bidii na jasho la mkulima, tija ya AMCOS haitakuwa. Na hivyo moyo wa wakulima kwa AMCOS zao utashuka. Na hivyo malengo ya nchi kusukuma ajenda ya ushirika kwenye kulinda maslahi ya mkulima haitafanikiwa.
Kwa hiyo ni lazima tujue tunapochagua viongozi kwenye hizi AMCOS tuwachague kwa sababu ya uadilifu wao, sio ujanja. Uwezo wao wa kutuhudumia sio uwezo wao wa kuhudumia matumbo yao, na uwezo wao wa kuthamini wakulima na sio uwezo wao wa kujithamini wao. Zipo AMCOS inapokea hela leo, inakaa nazo miezi miwili, haipeleki kwa mkulima. Anakaa nazo hela sio zake, mkulima ndio aliyotoa jasho, mkulima ndio aliyowezesha hiyo AMCOS kuwepo. Maana yake hapa kuna tatizo. Ni lazima tusimame kwenye nafasi zetu. Tunataka kuona vyama vya ushirika vikithamini mkulima na kumpa heshima yake na hadhi yake. Lakini hivi vyama ndio daraja la mkopo. Wakichukua mikopo wajue wanaenda kutafsiri mikopo kwenye kilimo cha wakulima kule chini, na sio wao kukaa vikao kila siku na kujilipwa posho kwa madai kwamba ndio kutengeneza mazingira ya kujadili kilimo. Mkulima yule kule chini ndio anajua analimaje. Kama anataka mkopo wa pembejeo, ukimpelekea yeye ndio atatafsiri kilimo cha kweli, na sio nyinyi kukaa kupanga mambo yenu kwa ajili yenu binafsi. Ndugu wadau wa sekta ya kahawa, napenda kuwashukuru wadau mbalimbali na taasisi za serikali kama taasisi ya utafiti wa zao la kahawa TAKWI, Bodi ya Kahawa Tanzania, halmashauri za mikoa ya Mbeya, Songwe na Rukwa, wakoboaji, wanunuzi na wakaangaji kwa jitihada zenu za kuendeleza sekta ya kahawa. Baada ya kusema hayo, nimefungua rasmi kikao hiki. Asanteni sana kwa kusikiliza.